Katika tambarare za Kanaani, chini ya anga lililotandazwa kwa samawati ya kina, aliishi Shaibu mwenye historia ndefu ya jitihada na miujiza, aliyefahamika kama Yakobo, mwana wa Isaka, mjukuu wa Ibrahimu. Aushi yake ilikuwa kama mto uliopindapinda, mara ulitiririka kwa imani, mara ulifoka kwa mawimbi yake ya jitimai. Ndani ya hema zake kulikuwa na kelele za mifungo, harufu ya sufu na sauti ya vijarunga waliokuwa chini ya kivuli cha Abu yao. Pokea salamu zangu toka kilindi cha fuadi wangu, uandamane nami toka Alfa hadi Omega katika simulizi hii iliyojikita katika imani yenye mada karma, na mie wako Mhandisi K Mwangi. Kongoni. Miongoni mwa wana 12 aling'aa Ghuramu mmoja kama alfajiri inayochomoza juu ya milima ya Hebroni, aliyeitwa Yusufu mwana wa Raheli, aliyekuwa amekwisha kulala katika pumziko la milele. Yusufu alikuwa kama ua lililomea katikati ya miiba. Muonekano wake ulichanua kwa utulivu, ngozi zake zilikuwa visima vya jozi na huruka yake ilibeba chembechembe za nidhamu. Mahaba ya Yakobo kwa Yusufu hayakuwa siri iliyofichwa gizani, yalikuwa ni kama taa iliyowashwa hadharani. Alimtengenezea koti la rangi nyingi, coat of many colors, vazi lililoshonwa kwa uburi, likipambwa kwa mchanganyiko wa rangi zilizocheza kama upinde wa mvua. Vazi hilo lilikuwa kama ujumbe uliokuwa umetiwa muhuri wa upendeleo na kivuli cha ahadi isiyotamkwa. Lakini kila mwanga hutupa kivuli chake. Ndugu zake Yusufu ambao ni Rubeni, Simeoni, Lewi, Yuda, Dani, Naftali, Gadi, Asheri, Asakari na Zebroni waliutazama mwanga huo kwa macho yaliyotiwa ukungu wa wivu. Upendeleo wa baba yao ulikuwa kama chumvi juu ya jeraha la hisia zao. Kuona gere kulianza kama cheche ndogo iliyojificha katika majani makavu. Yusufu hakuwa danga hohehahe, alikuwa pia mwotaji wa maono. Usiku mmoja, chini ya zulia la nyota zilizong'aa kama macho ya malaika, aliona mafungu ya ngano kondeni yakinyanyuka na kuinama mbele ya fungu lake. Ruya nyingine ikaja kama radi angani. Jua, mwezi na nyota 11 vikainama mbele yake. Ruya hizo zilikuwa kama mbegu zilizotupwa katika ardhi ya mioyo migumu. Badala ya kuota matumaini, ziliotesha miiba ya ghadhabu. Ndugu zake walizisikia kama deua na kutokota kama tishio nene. Kila neno lilikuwa kama tone la mafuta juu ya moto wa wivu wao. Rubeni, judere wa aila hiyo, alihisi mzigo wa staha yake ukiyumba. Simeoni na Lewi, waliokuwa na damu ya ukali katika mishipa yao, waliona ndoto hizo kama nduma aliyevizia kuwatawala. Yuda, aliyekuwa na ozi za kutafakari na nafsi ya maamuzi, alifyata kimya, huku msafara wa mawazo ukimzunguka kama tai juu ya mawindo yake. Wengi walikimya kwa nje, lakini ndani yao mawimbi yalizua rangaito na miamba. Yakobo mwenyewe alizitafakari ndoto hizo mtimani, akamkemea na kumkashifu Yusufu kwa maneno ya tahadhari, lakini ndani yake alihifadhi fumbo hilo kama hazina iliyofichwa sepuni. Kaski zikapita kama mawingu yanavyosukumwa na upepo. Wivu haukupona, ulipata mizizi. Mizizi hiyo ilianza kushika udongo wa fikra zao, ulivuta maji ya hamaki, ukastawi aste aste. Kila walipomwona Yusufu akitembea na vazi la rangi likipeperuka kama beramu ya ushindi, mioyo yao ilifura kama chura wa mwiba wa kumbukumbu.
Kisha siku moja upepo wa hatima ukavuma. Ndugu zake walipokuwa marishoni mbali na maskani mwao wakilisha mifugo karibu na Dothani, Yakobo akiwa na jekejeke la mvyele alimtuma Yusufu awaone na kumletea habari ya kwamba wapo sawa. Yusufu aliondoka, vazi lake likimeta chini ya jua la dhuhuri, bila kujua kuwa anatembea kuelekea lango la mateso. Kwa umbali ndugu zake walimwona akijongea. Vazi la rangi ilikuwa kama ishara iliyopaza ujio wake. Ndoto zikawarudia kama mwangwi wa sauti isiyotakiwa. Wivu uliogeuka chuki sasa ulivaa silaha ya uvamizi. Walipanga njama kama mafundi wa giza. Walikusudia kumwaga damu na kuifunika kwa udongo wa uongo. Lakini Rubeni, akihofia lawama ya damu, maana damu ni nzito kuliko maji, alipendekeza atundikwe shimoni badala ya kaburi la sahau. Shimo lilikuwa kinywa cha ardhi na pia giza lililofungua taya zake. Yusufu alipowafikia, hawakumpokea kwa mikono ya undugu, bali kwa mikono ya ukatili. Walimvua vazi lake rangi, wakalishikilia kama ushahidi wa chuki zao. Vazi lile lililokuwa alama ya upendo likawa sasa bendera ya uasi. Wakamtupa shimoni. Shimoni lilikuwa tupu, bila maji, lakini lilijaa baridi na ukimya mzito. Ndani yake Yusufu aligeuka kuwa mbegu iliyozikwa ardhini. Juu ndugu zake waliketi kula kana kwamba hawakufanya jambo la kutisha. Moyo wa mwanadamu uliofunikwa na wivu uliweza kula huku haki ikilia chini ya ardhi. Msafara wa Ishmaeli ulipopita, macho ya Yuda yakaona abra chanya kama mfanya biashara au navyo soko. Badala ya kumwaga damu, walimuuza Yusufu kwa vipande vya fedha. Fedha hizo zilikuwa kama sauti ya kengele iliyotangaza mwanzo wa karma. Walimtoa shimoni, si kwa huruma, bali kwa bei. Mikono iliyomshika haikuwa tena ya ndugu, bali ya ajinabi. Safari ya kuelekea Misri ilipigwa chapa. Nchi ya mbali, nchi ya pauko pakawa, nchi ambayo ingekuwa tanuru la majaribu na jukwaa la utukufu. Ndugu zake walichukua vazi rangi, wakalichovya katika ngeu ya mwanakondoo, wakalipeleka kwa abuye Yakobo. Macho ya ajuza huyo yalipotazama vazi lilivyochanika na kuloa damu, moyo wake ulipasuka kama chombo cha udongo kilichodondoshwa sakafuni kwa kishindo. Huzuni yake ikawa kama wingu zito lisilopura. Lakini chini ya majonzi ya Yakobo, safari ya utumwa, fedha zilianguka mifukoni mwa ndugu zake. Kulikuwa na sheria ambayo ni msumeno isiyoonekana iliyoandika historia ya kukata kuili. Mbegu ya wivu ilikuwa imepandwa, mbegu ya uovu ilikuwa imeoteshwa, lakini pia mbegu ya ndoto ilikuwa imezikwa. Ardhi ya hatima haikusahau mbegu yeyote. Msafara wa Ishmaeli ulisonga mbele kama nyoka mrefu jangwani, ukipunga upepo wa mashariki kuelekea nchi ya mafumbo na fahari. Koto za ngamia zilipiga mchanga kwa midundo ya safari ndefu, na kila hatua ilikuwa kama alama ya kufutika kwa aushi ya jana. Ndani ya msafara huo, mikono iliyokuwa imezoea kushika fimbo ya mchungaji sasa ilifungwa kwa minyororo ya kijeli. Mbegu iliyong'olewa kutoka mgunda wa Kanaani na kupandikizwa katika udongo usiojulikana. Misri ilimkaribisha kwa milango mirefu ya sanamu zilizoinama kwa kimya. Mto Nile ulitiririka kama mshipa wa uhai katikati ya jangwa, ukitoa pumzi kwa migunda na makasri ya kifalme. Kwa Yusufu, ulibwende wa ajinabi hilo halikuwa faraja, bali ukumbusho wa kusononeka. Katika soko la watumwa, sauti zilipanda kama kelele za ndege waliogombania punje. Macho yalimpima, mikono ilimchunguza, bei zilitajwa kwa sauti kavu. Hapo ndipo alipoonekana na ofisa wa kifalme, mtumishi wa Firauni aliyeitwa Potifa, mkuu wa walinzi wa mfalme. Potifa alimnunua Yusufu kama mali bila kujua kuwa amenunua hazina iliyofichwa. Chengo cha Potifa kilikuwa kimesimama kwa fahari.
likipambwa na michoro na harufu ya uvumba. Ndani yake kulikuwa na watumishi wengi, shughuli ya inati na nidhamu ya kifalme. Kama shina la mtende lililopandwa kando kando ya maji, Yusufu alianza kustawi hata katika udongo wa mateso. Amali alizofanya zilikuwa na uangalifu, mikono yake ilikuwa na idili, macho yake yalikuwa na uaminifu. Potifa aliona baraka zikiongezeka katika baiti lile. Mali ziliongezeka, mifugo ikazidi, amani ikatawala, lakini jaribu likainuka. Mke wa Potifa alimtamani Yusufu. Tamaa yake ilikuwa kama moto ulioshiba kuni. Yusufu alikimbia dhambi kama askari anayelinda lango la mji. Akaacha vazi lake mikononi mwa mwanamke huyo, na vazi likageuzwa kuwa ushahidi wa uongo. Potifa akapandwa na muhuri, akamtupa gerezani, lakini hata gerezani nuru haikuzimika. Ndani ya minyororo Yusufu akapewa neema. Mkuu wa gereza akamkabidhi usimamizi wa wafungwa. Kila shimo alilotupwa ikageuka kuwa ngazi, kila fedheha ikageuka kuwa maandalizi. Miaka ikasonga. Firauni wa Misri akaota ndoto za ng'ombe 7 wanene na 7 wembamba, masuke 7 mazuri na 7 yaliyokauka. Hakuna aliyeweza kutafsiri. Ndipo kumbukumbu ya mnyweshaji ikamrejesha Yusufu kutoka gerezani. Yusufu akasimama mbele ya Firauni akatafsiri miaka 7 ya neema ikitafunwa na miaka 7 ya njaa. Akaongeza ushauri wa kuweka akiba. Firauni akamuinua, akamvika pete ya mamlaka, akamfanya kuwa mtawala wa pili baada yake katika Misri. Mtumwa akawa mtawala, mfungwa akawa mshauri wa mfalme. Shimoni la gereza vikawa ngazi ya kupandia kiti cha enzi. Miaka 7 ya neema ikapita, njaa ikaja. Katika Kanaani, Yakobo akawatuma wanawe kwenda Misri kununua chakula. Walifika mbele yake mtawala wa chakula Yusufu, wakainama mbele yake. Ndoto zikawa uhalisia. Hawakumtambua, lakini yeye aliwatambua. Aliwajaribu, akamshikilia Simeoni, akadai wamlete Benyamini. Walipoondoka, fedha zao zikapatikana ndani ya magunia yao. Hofu ikaanza kuwatisha, dhamira zikaanza kuamka. Waliona mkono wa haki ukianza kuwagusa. Karma haikuwa kelele, ilikuwa kiburi kilichowafuata. Walipofika Kanaani na kusimulia yaliyotokea, Yakobo alitikisika kama mti uliopigwa na dhoruba. Hofu ya kumpoteza Benyamini ilikuwa kama jeraha linalofunguka tena, lakini njaa ilizidi kuuma, na hatimaye safari ya pili ililazimika kufanyika. Benjamini akaongozana nao kwenda Misri. Waliposimama tena mbele ya Yusufu, moyo wake ulitetemeka kwa kumwona ndugu yake wa tumbo moja, lakini bado aliendelea na jaribu lake. Aliwaalika mezani, akawapangia viti kwa mpangilio wa kuvutia, jambo lililowashangaza kama fumbo lisiloeleweka. Baada ya kupewa nafaka, kikombe cha fedha cha Yusufu kikawekwa kisiri ndani ya gunia la Benjamini. Walipoondoka, walikamatwa njiani kwa shtaka la upwagu. Magunia yalipofunguliwa, kikombe kilipatikana kwa Benjamini. Hofu ikawa kama wingu jeusi lililowafunika. Walirudi mbele ya Yusufu wakiwa wameinama kama miti iliyokatwa mizizi. Hatima ilionekana kurudia hadithi ile ile, ndugu mmoja katika hatari, wengine wakikabili maamuzi. Lakini safari hii haikuwa kama ile ya zamani. Yuda alisimama kama nguzo ya uwajibikaji. Nafsi yake iliyowahi kupendekeza kuuza sasa ilibeba uzito wa kujitoa. Alionyesha ujagina wa kubeba lawama na kuomba badala ya kumwacha Benjamini. Moyo uliokuwa umezoea faida sasa ulijifunza thamani ya undugu. Hapo ndipo karma ilipofika katika kilele chake cha kimya. Wale waliomuuza ndugu yao hawakuwa tena vijana wawivu, walikuwa wanaume waliopondeka na majuto. Wama majuto ni mjukuu mkubwa aisi. Wale waliomtupa shimoni sasa
walikuwa tayari kujitupa kwa ajili ya ndugu yao. Uovu wa zamani ulikuwa umezaa matunda ya maumivu, na maumivu yalikuwa yameota toba. Yusufu aliona mabadiliko hayo kama mkulima aonavyo mmea umebadilika rangi kuashiria kukomaa. Ndani yake hisia zilipigana kama mawimbi mawili yaliyokutana, lakini moyo wake ulijaa rehema. Somo kuu likawa taswira ya ndugu waliopinda chini ya uzito wa dhamira zao, wakisimama mbele ya yule waliyemdhulumu bila kujua kuwa hukumu walioogopa ilikuwa karibu kubadilika kuwa neema. Karma ilikuwa imesimama katikati yao, si kama adhabu ya ghafla, bali kama kioo kilichowaonyesha matendo yao. Na katika kioo hicho waliona sura yao ya zamani ikiwatazama kwa macho ya majuto. Ukumbi wa kifalme ulikuwa kimya. Ndugu 10 walikuwa wamesimama chini ya mwanga wa hofu, vichwa vyao vimeinamishwa kama mashuke yaliyopigwa na upepo mkali. Katikati yao alisimama Benjamini kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Mbele yao, juu ya kiti cha mamlaka, alikaa Yusufu. Moyo wa Yusufu ulikuwa kama bahari iliyojaa mawimbi mawili yaliyopigana. Upande mmoja ulikuwa kumbukumbu ya giza la Shimoni, sauti ya dharau na maumivu ya kuachwa. Upande mwingine ulikuwa picha ya mkono wa Mungu uliomwongoza katika njia zisizotabirika hadi kiti cha enzi. Ndani ya kifua chake vita vya kimya vilipigana kati ya haki na kulipiza na neema ya kusamehe. Lakini karma ilikuwa tayari imefanya amali yake nzuri. Wale waliopanda wivu walikuwa sasa wakivuna aibu. Wale waliouza damu ya undugu walikuwa sasa wakihofia kupoteza ndugu mwingine. Wale waliokula chakula juu ya shimo walikuwa sasa wakikosa pumzi mbele ya kiti cha hukumu. Hakukuwa na upanga ulioinuliwa juu yao. Dhamiri zao zilikuwa upanga mkali zaidi. Yusufu hakuona tena vijana wa kale. Aliona wanaume waliovunjika na uzito wa makosa yao. Aliona katika macho yao kivuli cha majuto. Aliona katika kimya chao kilio cha toba. Na hapo alitambua kuwa wakati wa kufunua ukweli ulikuwa umefika. Akawaamuru watumishi wote waondoke. Ukumbi ukabaki na pumzi ya historia. Ukimya ukawa mzito kama jiwe la kaburi. Ndipo pazia la siri lilipasuka. Yusufu akajifunua kwao. Kweli ukasimama katikati yao kama moto unaowaka ghafla gizani. Ndugu zake wakatetemeka na kutetereka kama miti dhidi ya upepo wa dhoruba. Uso waliouona mbele yao haukuwa wa mtawala tu, bali wa damu yao, wa historia yao na wa kosa lao. Hofu ikawazunguka kama ukuta. Waliona mbele yao si tu ndugu, bali hakimu wa hatima yao. Karma ilionekana kuwa imekamilika. Mzunguko wa kupanda na kuvuna ulikuwa umefika kilele, lakini kilele hicho hakikuwa cha maangamizi. Yusufu alitazama safari yake kama mtu aliyetazama mto toka chanzo hadi mdomo wake. Aliona wivu uliompeleka shimoni. Aliona fedha zilizomtoa katika familia. Aliona gereza lililomfunza subira. Aliona ndoto za Firauni zilizomwinua juu ya Misri. Aliona njaa iliyowaleta ndugu zake mbele yake, na juu ya yote aliona mkono wa Mungu ukivuka kila tukio kama daraja juu ya maporomoko. Hakuchagua kisasi, hakuchagua kulipiza, alichagua rehema. Kwa macho yaliyojaa machozi, alikubali kwa makusudi yao ya zamani hayakuweza kuzima kusudi la Mungu. Uovu wao ulikuwa mbegu, lakini Mungu aliugeuza kuwa mavuno ya wokovu. Shimoni lilikuwa lango, gereza lilikuwa daraja, kiti cha enzi kilikuwa matokeo. Ndugu zake wakasogea karibu kwa unyenyekevu. Hofu yao ikaanza kuyeyuka kama barafu mbele ya jua. Soni yao ikageuka kuwa somo. Hatimaye Yakobo akaletwa Misri pamoja na nyumba yake yote. Mzee huyo alishuka katika nchi ya kigeni,
akakumbatia mwana aliyedhani amepotea milele. Macho yake yaliyochokoza machozi ya miaka mingi yakapata pumziko. Familia iliyovunjika ikakusanywa tena kama vipande vya chungu vilivyounganishwa kwa ustadi. Miaka ilipita na Yakobo akafika mwisho wa safari yake duniani. Baada ya mazishi yake, hofu ya zamani ilirudi katika mioyo ya ndugu zake. Walidhani rehema ya Yusufu ilikuwa kivuli tu cha uwepo wa baba yao, lakini Yusufu alibaki imara kama mwamba. Hakubadilika. Msamaha wake haukuwa wa muda, ulikuwa wa kudumu. Hapo ndipo karma ilijidhihirisha kwa utimilifu wake mkubwa. Wivu ulizaa utengano, utengano ulizaa mateso, mateso yalizaa ukuu, ukuu ulizaa rehema, na rehema ikazaa wokovu wa familia nzima. Hakuna tendo lililopotea, hakuna mbegu iliyokosa kuota. Kila kilichopandwa kilivunwa. Upandacho siku zote ndicho uvunacho, upende usipende. Waliopanda chuki walivuna majuto. Yusufu aliyepanda uadilifu alivuna heshima. Wote waliinama mbele ya sheria iliyoandikwa kwa wino wa mwanadamu, bali kwa kanuni ya milele ya kupanda na kuvuna. Taswira ya familia iliyounganishwa katika nchi ya Misri chini ya uongozi wa yule aliyewahi kutupwa shimoni. Jua lilizama juu ya Naili, likapaka anga rangi ya dhahabu kama muhuri, hadithi iliyokamilika. Na katika ukimya wa jioni hiyo, ukweli ulisimama wazi. Karma si hadithi ya kufikirika, ni kiburi cha kila tendo, ni mwangwi wa kila uamuzi, ni shamba ambalo kila mwanadamu hulima. Yusufu aliwahi kuwa mbegu iliyozikwa gizani, lakini alichanua kuwa mti uliotoa kivuli cha rehema, na dunia ikaona kuwa sheria ya kupanda na kuvuna haidanganyi. Hadithi ya Yusufu katika kitabu cha Mwanzo si kisa cha bahati nasibu, ni kioo cha kanuni ya milele. Ni ushuhuda kuwa maisha ni mfululizo wa matukio yaliyo na mpangilio, shamba linalopokea mbegu za matendo yetu na kuzikuza kwa wakati wake. Wivu wa Rubeni, Simeoni, Lewi, Yuda na ndugu zao haukuambulia patupu. Ulisafiri nao hadi Misri, ukaota katika dhamiri zao na hatimaye ukazaa haya na majuto. Sarafu walizopokea hazikuweza kufunika ukweli. Zilikuwa kama mbegu iliyopandwa ardhini, iliyochipuka baadaye kama hofu na kutetemeka mbele ya yule waliyemdhulumu. Kwa upande mwingine, uadilifu wa Yusufu haukupotea gerezani. Subira ambayo huvuta heri haikuoza katika unyevunyevu wa minyororo. Hata pale aliposahaulika na munyweshaji wa Firauni, haki yake haikusahaulika mbinguni. Mbegu ya uaminifu ilichipuka kwa wakati wake, ikimuinua toka shimoni hadi kiti cha enzi cha Firauni. Hapo ndipo ukweli unaposimama wazi wazi. Kila wazo ni mbegu, kila tendo ni upandaji, kila matokeo ni mavuno. Karma ni kilele ya hadithi za karibu, ni mwangwi wa matendo ya karibu, ni kivuli kinachofuata mwili wa insi kila aendapo. Inaweza kuchelewa lakini haipotei, inaweza kujificha lakini haifi. Lakini hitimisho kuu haliko katika kuanguka kwa wenye hatia, liko katika ushindi wa msamaha. Karma haikuishia katika kulipiza, ilikamilika katika kurejesha. Wivu uliovunja familia ukageuzwa kuwa daraja la wokovu. Njaa iliyotishia kuangamiza ikawa chombo cha kuunganisha tena damu iliyotengana. Shimo ikawa mwanzo wa utukufu. Hivyo maisha ya Yusufu yanatangaza kwa sauti isiyohitaji kipaza sauti: usidharau mbegu unayopanda leo, usidharau shimo unalotupwa leo, usidharau gereza la kesho. Kwa maana ardhi ya hatima huhifadhi kila punje. Wakati wa mavuno ukifika, shamba halidanganyi. Na mwisho wa yote, historia hii inasimama kama mnara unaoonekana kutoka mbali, ukitangaza kuwa karma ni ya kweli, ni sheria ya haki. Inawaonya wanaopenda uovu, inawatia moyo wanaotesa kwa uadilifu, na inafundisha kuwa
hata giza linaweza kuwa lango la mwanga. Na kwa kila aliyesikiza simulizi hii kwa kina, somo linabaki kama maandishi juu ya jiwe: panda kwa hekima, ishi kwa uadilifu, kwa kuwa karma haikosei njia ya kurudi, wama bahati ya mwenzio usiinalie mlango wazi. Nimekuwa wako wa Kasiki Zote, Mhandisi Kahega Mwange. Baraka.